بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ahadi hii aliyoitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya wale ambao kwamba watakaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu na kukisoma kitabu chake na kufundishana baina yao, ya kuwa atawatemshia utulivu na watafunikwa na rehma na watazungukwa na malaika, na kwamba atawataja mbele ya walioko mbele yake. Mwenyezi Mungu atuthibitishie ujira huo, Allahumma amin. Bado tunaendelea na darsa ya tafsiri ya suratul Al-Mu'minun, sura ambayo kwamba mwanzo wake aya hizi takriban 11, pamoja na kwamba unaweza ukazisifu kwamba ni sifa za mume, kwamba aya zinazoashiria sifa za mume, hiyo ni sifa ya haraka, lakini ukiangalia majmuu ya zile sifat, kundi zima lile, unaweza ukalipa anwani nyingine hasa ambayo kwamba pia utaikuta kwamba inaendana na muundo wa hizi sifa kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu kazitoa hizi sifa zote, zinamfanya huyu muumini iwe ni kama vile tofali na tofali mwisho la jenga jengo zuri. Kwa hiyo ukasema hizi sifa ni katika qawaid al-asasiyya lilmujtama' al-muslim, ni katika misingi ya mikuu ya kutengeneza jamii iliyokuwa nzuri. Ukiangalia kwamba kad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, amba kwamba katika swala zao ni wenye kunyenyekea. Hapa unazungumzia mtu mu'min ambaye kwamba yeye ni mtu ambaye kwamba tutakasema ni mtu salimu, aliyesalimika, si mgonjwa. Wewe kaa na watu ambao kwamba ni wagonjwa, akikohoa tu unakuwa na wasiwasi, akiwa na ugonjwa wa mbalanga wakanae karibu, sio mkimbia. Hata katika kutaamali sisi baina yetu, mtu ambaye kwamba anasifiwa ni muaminifu ni tofauti na ukisifiwa kwamba huyu bwana tapeli, tutafanya naye biashara, tufanye naye biashara. Kwa hiyo sifa ya mtu ndio kama tuseme ni msingi mkuu wa muamala baina ya watu. Sasa alladhina hum fi salatihim khashi'un, sala zao zimetajwa na sifa ya khushu', kwa sababu bila khushu' manake hakuna swala, manake hakuna athari ya swala. Akiswali mtu bila khushu', ile imani inayotarajiwa ambapo kwamba itaakisi kwenye matendo, ambapo kwamba itambadilisha mtu suluku zake, hakuna. Manake nini? Nikutolee mfano hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna aya hii ya pili, Mwenyezi Mungu akasema alladhina hum fi salatihim khashi'un, lakini akajarudia walladhina ala salawatihim yuhafidhun. Swala hapa vyote ni swala, na vyote vimekuja ni sifa za muumini na katika misingi ya nini, ya kutengeneza jamii iliyokuwa nzuri. Sifa ya kwanza kwamba katika swala zao ni wenye kunyenyekea, ni kama vile useme hii ni Panadol alafu haina element ya paracetamol, itatibu? Haiwezi kutibu. Hii itaitwa tu Panadol, lakini ndani yake element ya ile dawa yenyewe inayotibu haipo. Kwa hiyo utakula gamba tu, si tumeelewana? Kwa hiyo utakuta kwamba yani tukasema ili ile tiba iwe sahihi, ile dawa yenyewe content zake zile ingredients
dawa je, zatibu kile kitu chenyewe? Wapewa dawa ambayo kwamba haitibu ile, haitoweza kutibu hiyo mosi. Lakini angalia, ukienda kwa daktari, bana, wewe tatizo lako hili, tutakupa dawa hii antibiotic hii ni kali, kwa mujibu wa matatizo yako itaweza kukausha na kuondoa bakteria zako kwa mujibu wa walivyoona. Lakini atakupa wasifu bana, 2 asubuhi, 2 mchana na 2 usiku. Ukiwa utafuata hivyo utaona athari yake, ndivyo. Lakini je, ukisema nachukua moja tena katika hizo kutwa mara 3 na la mara moja, utatibika? Huwezi kutibika, huwezi kupata nafuu, Sasa hivyo swala na hata hiyo swala moja unaoiswali, ikiwa itakuwa na khushu tamu, uko na unyenyekevu mpaka ukiswali walia mwenyewe, watoka na machozi, alafu waswali ya dhuhuri, alasiri imekuvuka, magharibi imekuvuka, wajakumbuka isha, wewe haitokufaa. Umeona tofauti baina ya utajo wa swala, baina ya kwanza alladhina hum fi salatihim khashi'un, na hii utajo wa pili walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Hii ni kama note namba 1. Na Mwenyezi Mungu aliposema walladhina hum anil lahwi mu'ridhun, unaweza kusifu sifa gani hii? Kwamba inatengeneza msingi mkuu wa jamii iliyokuwa nzuri. Kwanza kabisa, mara nyingi uhasama, malumbano yanaanzia kwenye pia yasiokuwa na maana, kupoteza watu wakati, kupoteza dira, yanaanza katika yasiokuwa na maana. Kwa hiyo ukiwa wewe unashughulika na ya maana, hata akili yako inakuwa nzuri, ufahamu uelekeo wako, judgment yako, yani kuhukumu mambo unakuwa sawa. Ni tofauti kabisa unapokuwa wewe ni mtu unahusiana na mambo kwamba inaitwa kwenye sheria ni ya upuuzi. Lakini Mwenyezi Mungu akataja walladhina hum lizakati fa'ilun, mwenye kutoa zaka. Msingi wa kwanza ni wa mtu binafsi, msingi wa pili ni wa watu wawe watu madhubuti. Mtu yani, ukizungumza leo bana, mimi nataka kuoa mathalan, au kumfanya rafiki fulani, lakini umkuta yule rafiki ni mtu anayecheza disco pale, wamfanya kuwa rafiki yako huyo. Kwa hiyo ni lahwi mu'ridhun, inaenda ni watu wenye heshima zao, huyo ni mtu bado. Lakini hapa linakuja janibul mali, pande wa fedha, kwamba hii ni kitu ambacho kwamba nacho kinatengeneza jamii. Bila uwepo wake hakuna jamii. Mwenyezi Mungu ni kwa hikma yake kaleta umaskini, kaleta utajiri, kawafanya hawa ni matajiri, hawa ni maskini. Hata huyu maskini akifurukuta vipi, hata umpe mtaji mabilioni, yatayuka, atabaki na umaskini wake, ni kwa hikma yake. Na huyu mwenye alioandikiwa huyu ataanza biashara ile ambayo kwamba wewe waiona nzuri, atafanikiwa kwa sababu ashawapa. Hii ni hikma ilahia, Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa hikma yake, lakini akaweka mawasiliano baina ya hawa watu wawili. Kwanza, zaka kwa upande wa mwenye mali ni tuhratun linnafsi, kwanza ni kumtakasa nafsi na uchoyo binafsi, na upande wa pili ni tuhratun lilmal, ni kuisafisha ile mali yenyewe, kwa sababu na wewe kuna makosa unaweza ukafanya kwenye kuitafuta, wewe unaisafisha ile mali. Lakini tatu ni taabud, kwamba hii ni ibada. Mungu kataka kuwe unajua hikma au hujui hikma, na ibada yenyewe akainasibisha kwamba ni haqqun ya Mwenyezi Mungu kwa watu wake kwenye ile makundi 8 ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataja. Kwa hiyo kwa upande wake kwamba kama lau itatokea Waislamu wanasimamisha swala, wakawa ni watu hawashughuliki na mambo ya upuzi, na maana imani zao zitaongezeka, na wakawa ni watu wenye kutoa mali zao zaka, basi utaona hii jamii
ni yenye kufanyaje, yenye kuimarika. Lakini akataja walladhina hum li furujihim hafidhun, kuhusu kulinda utupu. Hapa ni kwa nini? Hii ni mukawamatu shahwa, namna gani utapambane na matamanio ya nafsi yako kwenye mambo ya kijinsia. Hivi ni vitu umeumbiwa, unavipenda tangu udogoni, kama ilivyokuwa pia unavipenda mali. Umwambia utoe sadaka kwa khiari na utoe zaka kwa lazima. Hii pia ni mukawamat hubbul mal, ni kupambana na nafsi kupenda mali kwa wingi mpaka ikawa ni mtumwa wa mali. Kwa hiyo unajilazimisha kutoa mali hata kama upendi, na wakati ukiwa na imani utatoa bila kulazimishwa. Ni pale unapokuwa unatoa sadaka. Ukimwona mtu atoa sadaka kwa wingi bila ile zaka, basi hiyo ni dalili ya imani zaidi kuliko yule anayetoa zaka peke yake. Yule anayetoa zaka kalazimika, ana budi, aona nisipofanya itakuwa mimi nimevunja nguzo katika nguzo za Uislamu. Lakini utakuta bahati mbaya kwa ujinga wake anaweza kukadimisha sadaka akaja kaacha zaka, au pia nao wapo. Sasa huo ni ujinga. Hapo tunazungumza na ujinga. Yule bana, mimi nishajenga msikiti, nimejenga madrasa fulani, nampelekea chakula, zaka ya mali. Wajua mimi nasaidia watu. Siona hivi, wewe zaka ni mali, sio yako, lazima uitoe. Sasa huyu sasa ni nini tunazungumza? Kutokuwa na maarifa, huo ni ujinga. Lakini sasa tunakuja kwamba zaka nayo ikiwa itakuwa imetengenezwa sasa, jamii ni itafika mahali mpaka kama alivyosifiwa huko nyuma katika tarikhi, zama za Umar ibn Abdul Aziz, kutafutwa anastahili kupewa katika watu maskini asipatikane, mpaka isemwe kama kuna mtu hana mahari apewe ili aoe. Jingine tukazungumza kuhusu alladhina hum li furujihim hafidhun. Tumesema ni kwamba kumtengenezea huyu muumini nguvu ya kupambana na utawala na ushawishi wa mapenzi ya kijinsia haya, kwamba manake wewe watamani Mwenyezi Mungu akuwekea ndoa, iwe ni mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Huwezi, basi umeambiwa ikiwa hamwezi kufunga, hamwezi kuoa kutokana na hali, basi fungeni. Hizi ni kinga umepewa ili zikusaidie, lakini mwisho wa yote wewe lazima upambane kutofanya machafu ya uzinifu, kwa sababu wewe huwezi kuwa kama mnyama. Wewe una nidhamu maalum ya kukidhi haja hii, kama ilivyokuwa kwenye kula vile vile. Sina unalazimika kula, lazima utafute ya halali. faman ibtagha waraa dhalika faulaika humul aadu. Leo tunaingia aya ambapo kwamba leo ndio kama tuondokea nayo. Mwenyezi Mungu anasema walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nalo ukiliangalia hili linaegemezana au linahusiana na ile misingi ya watu kuishi vizuri baina yao. Hapa inazungumza kuhusu amana na kutekeleza ahadi, kuhifadhi amana na kutekeleza ahadi. Tukianza na amana, hapa amana ina vipengele vingi. Kwanza kuna amanatul fitra. Amanatul fitra ni ile amana ya maumbile yako Mungu aliokupa wewe. Mwenyezi Mungu kakuumbia uko katika fitratu islamia kama Muislamu. Fitra kwa maumbile Mungu aliokuumbia mwanamume au mwanamke, kulinda ile fitra aliyokuumbia Mwenyezi Mungu ni amana. Ile fitra lazima uifanyaje? Uilinde. Lakini kuna nafsi, amanatun nafsi, wala tulqu biaidikum ila tahluka, msijipelekee kwa nafsi zenu, msizipelekee nafsi zenu katika kuangamia. Na ndio maana mtu nafsi yako mwenyewe, hata kama ujiona ni mimi, nani ataniuliza? Ukijiua utaingia motoni na hutotoka, utakaa huko milele ukijiua. Na vile utakavyokuwa umejiua ndio adhabu utakayoendelea nayo motoni.
Ikiwa umejitoa angani, umejitoa kwenye mahali pa juu jabalini, iwe ni gorofani, umejitupa, itakuwa unaendelea kuadhibiwa, wapanda waanguka mwenyewe. Ikiwa ni sumu, utakunywa sumu motoni. Ikiwa ni kwa kuchuma kisu, basi utajichoma kisu hivyo hivyo motoni. Kila aina ya ile kifo uliotumia wewe kujiua, ndio adhabu utaendelea nayo ndani. Kwa hiyo nafsi nayo ni amana, huna khiari ya kuidhuru nafsi yako wewe, nayo ni amana. Lakini kuna amana tu almasuliya, amana ya majukumu ya utekelezaji wa sheria. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Kwa hiyo unakuta amana hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema sisi tumeileta amana, tukaipa mbingu, ardhi, majabali, vyote vikakataa, vikaogopa. Wa hamalaha al-insan, binadamu akaichukua. Kwa hiyo sisi utekelezaji wa sheria ni masuhulia yetu tuliyochukua mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi tumeelewana? Wewe huna khiari nifuate sheria au la, na wewe huna khiari mimi nimwachie mtu afuate au la. Ndio maana una wajibu wa amru bil ma'rufi wan nahy 'anil munkar. Una wajibu wa kuamrisha mema na una wajibu wa kukataza maovu. Wajibu, huna khiari vile vile. Ni katika mibabi masuhulia, amana tu masuhulia, amana ya majukumu. Tumeelewana? Kwa hiyo amana hapa inazungumza amana ya tatu. Amana ya nne ni amana amma, amana jumla. Sasa amana ya jumla hapa inaingia mpaka hivi ambapo kwamba sisi tumeaminiwa, niwekee amana, niwekee amana. Mara nyingi amana ikiletwa kwako ina sifa ya kwamba ni kitu cha thamani. Kama ni kitu ambacho kwamba hakina thamani, angekika nyumbani kwako bila kuwa na hofu ya kupotea, bila kuwa na hofu kwamba kitachukuliwa. Kwa hiyo chochote mtu anachokuambia, bana, hii amana yangu naomba nikabidhi, niwekee, maana ni kitu chenye thamani. Na kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka sheria hii ya kulinda amana? Ni kwa sababu kwanza ni katika maisha yetu tunahitaji kuhifadhiana vilivyokuwa vya thamani, lakini ni sehemu ya ushawishi wa shetani na nafsi kuvipenda hivyo vya thamani. Mtu wakati fulani unaweza kupewa amana wewe, wala usiandikishiwe, bana, amana yangu umeniwekea na nyumbani kidogo, usalama wake mdogo, wapewa. Hakuna shahidi, hakuna uandishi, hakuna chochote. Wewe ukija kukataa, mimi kunipa, sikumbuka wewe hujanipa bwana, hakuna ushahidi, ni rahisi kupatoka hapo, ni rahisi kupatoka. Na kile ambacho kwamba kimeletwa kwako, kama nilivyotangulia kusema, madam imeitwa amana, maana kina sifa ya thamani. Wewe pia shetani anaweza kukushawishi kukitaka na kukitumia. Kwa hiyo ikawa kwamba ni katika sifa za muumini na pia ni katika msingi ya watu kuishi vizuri kuwa na uaminifu. Ni sehemu ya msingi mkuu sana, kwamba watu wanaishi vizuri kuwa watu wanaaminiana. Sifike mahali kwamba yule bwana Waarabu wanamsema bwana, yule jamaa, angalia, ukisalimiana naye ukimaliza hesabu vidole vyako viko vitano vile vile. Maana kwa jamaa haaminiki kabisa, za kuwa kaondoka hata na kidole chao kimoja akakibakisha. Almuhimu, huwezi kufanya kazi na mtu ambaye kwamba ana sifa hiyo, huwezi kuishi na mtu namna hiyo, bali hata wewe akiwa na binti mzuri utaenda kuposa kwake, ana mtoto wake wa kiume anakuja kwako kuposa, utakuwa na amani kweli? Pia utakubali. Unaweza kukata babake muongo, babake tapeli, inaweza kuwa baba naye pia ni hivyo hivyo, inaweza fuata huko. Basi ni mradi utakuta wewe kwamba hizi sifa ikiwa hakuna,
basi maisha yanakuwa ya tabu sana. Hapo Mwenyezi Mungu akasema kuhusu ahadi, walladhina hum liamanatihim wa ahdihim raun, na wale ambao kwamba amana zao na ahadi zao ni kuzichunga. Tunakuja swala la ahadi. Kwanza tukumbuke sisi tuna ahadi na Mwenyezi Mungu ya ibada hii. Kabla ya kuja kwetu ulimwenguni tulimwahidi Mwenyezi Mungu kufanyaje? Kumwabudu. Hilo la kwanza. Hii ni ahd bainana wa baina Allah, lakini kuna ahd bainana kama wanadamu, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, tekelezeni ahadi, hakika ahadi ni kuulizwa. Ikifika mahali mtu unaambiwa huyu jamaa si mchezo, muongo, akikuahidi kitu usimwamini, basi hapo hakuna maisha mazuri tena. Ikiwa kila mtu anachokisema nitakulipa au hakulipi, nitakuletea kitu fulani alafu nitakuja wakati fulani, nitafanya kitu fulani alafu hatekelezi, basi hakuna kheri ya maisha hapo. Angalia hivi vyote hivi, sifa hizi akiwa nazo muumini, basi maisha yatakuwa mazuri kwa watu. Vikikosekana, basi maisha hayo mazuri vile vile. Walladhina hum liamanatihim wa ahdihim raun, na wale ambao kwamba amana zao na ahadi zao ni wenye kuzichunga. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na wale ambao kwamba swala zao ni wenye kuzihifadhi. Hapa ndo ule mfano tuliotoa wa dawa. Swala ya kwanza imesifiwa kwamba alladhina hum fi salatihim khashi'un, ni sifa ya swala ambayo kwamba itakuwa na athari. Lakini hii kama itakuwa haiswaliwi kwa wakati wake, haiswaliwi vipindi vyote, haitakuwa na athari. Ikiwa ni mcheleweshaji swala, alfajiri waiswali saa 1, isha waiswali saa 6 za usiku, saa 7, magharibi waikusanya na isha, hakutokuwa na athari, hakutokuwa na athari. Kwa hiyo ukizungumza ni kwamba wenye kuhifadhi sala ni swala la kuisimamisha kwa wakati wake, tena mwanzo wa wakati wake, mwanzo wa wakati wake. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na wale ambao kwamba swala zao ni wenye kuzihifadhi. Ulaika humul warithun, hao ndio ambao kwamba ndio wenye kurithi. Alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, ambao kwamba watarithi firdaus, watakaa humo milele. Hapa aliposema subhanahu wa ta'ala ulaika humul warithuna, hao ndio watakaorithi. Sisi kuingia peponi ni kuingia peponi tu. Kwa nini kumesifiwa hapa kwamba tutarithi? Kwa nini kumesifiwa sisi hapa tutafanyaje? Tutarithi. Jawabu ni kwamba sisi kama wanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kama ilivyokuja katika ile habari iliyopokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Allah ta'ala ja'ala li kulli insani maskanan fil janna, Mwenyezi Mungu amejalia kila mtu awe na sehemu katika pepo, wa maskanan fil nar, na sehemu pia moto. Iwe ni nzuri iwe ni mbovu, bwana wewe ukiwa mzuri mahali pako patakuwa hapa, ikiwa mbaya utakuwa hapa. Fa amma almu'minuna, amma waumini, fayakhudhuna manazilahum, waumini watachukua sehemu zao kule peponi. Baada ya kuingia watachukua, hapa ndipo nilipopangiwa. Lakini yapo maeneo ambayo kwamba yatakuwa yako farigh, manake yako wazi, watu wake hawakuingia peponi, wameingia wapi? Motoni. Hapo ndo nasema warithuna manazil al-kuffar, na watarithi maeneo ya matupu yale ya makafiri.
Wayaj'alu kufara fi manazili fi nar, na makafiri nao watawajalia Mwenyezi Mungu zile sehemu zilizokuwa wawepo waumini watakaa na wao humo. Kwa hiyo kuna tawaruth ya maeneo ya ima peponi au motoni, waliyadhu billah. Hadithi hii imepokelewa na Ibn Majah, lakini katika riwaya nyingine anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Abu Hurairah vile vile, ma minkum min ahadin illa huwa lahu manzilan, ma minkum min ahadin illa walahu manzilan, hakuna mmoja wenu yoyote katika nyinyi isipokuwa ana sehemu mbili. Manzilu fil janna, sehemu ya kwanza peponi, wa manzilu fil nar, na sehemu ya pili ni motoni. Fa idha mata fadakhala an-nara, ikiwa atakapokufa akaingia motoni, waritha ahlul jannata manzilahu, watu wa peponi watarithi sehemu ya yule aliyeingia motoni, nyumba yake ile. Fadhalika qawlu ta'ala, hiyo ndio kauli yake inasema, ulaika humul warithun, hao ndio warithi. Tunakuja Mwenyezi Mungu aliposema Firdaus. Firdausi ni pepo, lakini kwa nini imetajwa hapa na ikawa ina sifa kubwa Firdaus al-alam, kwamba ni rabwatul janna wa usatuha wa fadhaluha? Kwanza ni sehemu yenye mwinuko katika lile mabustani, halafu iko kati na kati, halafu ndio bora zaidi. Ni kama vile eneo hili lote, halafu kuwe na kama kijimlima kikubwa, waona kote degree 360 wote waona kote, halafu ndio mahali pazuri zaidi. Vitu vyote hapo ni bora zaidi. Allah tuwezeshe kuingia huko, Allahumma amin, atuingize kwa rehema zake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, fa idha sa'altum Allah, mnapomwomba Mwenyezi Mungu, fasaluhu al-firdaus, muombeeni awape jannatul firdaus. Usimwombe niingize pepo tu, muombe akuingize firdaus al-aala. Fa inna awsatul janna wa ala al-janna wa minhu tufjaru anharul janna. Hii ni iko katikati na iko juu ya katika mabustani yale, na kutoka hapo ndipo chanzo cha mito yote ya pepo. Kutoka hapo ndiyo mito ya pepo yote inapoanzia. Kwa kumalizia, turudie kwa pamoja kwamba hizi ndio sifa ambazo kwao kama lau Muislamu atashikamana nazo, ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kwanza ya dhamana ya pepo itatimia. Ukiwa muumini kwa sifa hizi, kwanza utakuwa muumini wa kweli, lakini pili, jamii itaboreka maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kad aflaha almu'minun, wamefaulu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao kwamba wao katika swala zao wenye kunyenyekea, walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun, na wale ambao kwamba wanajiweka mbali, wanajiepusha na upuzi, walladhina hum lizakati fa'ilun, na wale ambao kwamba wenye kutoa zaka, walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao kwamba tupu zao wenye kuzihifadhi, illa ala azwajihim, isipokuwa kwa wake zao, au ma malakat aymanuhum, au wale ambao kwamba wamiliki mikono yao ya kulia, fa innahum ghayru malumin, hao hawalaumiwi. Faman ibtagha wara dhalik, atakitaka zaidi ya hapo, fa ulaika humul aadun, hao ndio waliovuka mpaka. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao kwamba amana zao na ahadi zao ni kuzichunga. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na wale ambao kwamba swala zao ni wenye kuzihifadhi. Ulaika humul warithun, au ndio warithi. Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, ambao kwamba watarithi pepo au mabustani ya Firdausi, humo watakaa milele. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika hawa. Inshallah darasa ijayo tutaangalia aya ya 12 ambayo kwamba inamrudisha mwanadamu na kujiangalia na asili yake. Chochote hiki ambacho kwamba unakifanya wewe leo kitakuja natija ya jambo la nafsi yako.
ima utakuwa ni mtu mnyenyekevu au mutakabbir. Kibri unakuja kutokana na sifa ya kwamba wewe ima utadharau watu au utaikataa haki, na kibri kinavunjwa na kujijua udhaifu wao. Katika sehemu kubwa ya Qur'an imetaja zaidi ya maeneo 1, 2, 3 asili ya kuumbwa kwa mwanadamu, yote kurudisha kumvunja na kumkatakata nini kibri chake ambacho kwamba kinamfanya aanze kuvunja sheria au kudharau wenzake. Ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kibri ni khamtu nas wa batru haq, ni kule kudharau watu na kuikataa haki. Ndio tutakayoanzia kesho, wala kad khalaqna al-insana min sulalatin min tin biidhnillah ta'ala. Kipindi kilichobaki tusome maswali mawili matatu biidhnillah. Swali la kwanza leo tunasema, swali linakuja linaulizwa, ulikuwa naendesha mtu gari mfano kama Costa ama Hiace ina watu 9 ndani yake, ikatokea ajali na wakafa ndani yake, akafa mtu ndani yake, nini wajibu wake mtu kufanya? Hili swali ni wachenye kwa sababu tushalijibu, sababu natengeneza swali lake la pili. Tumezungumza kwamba mtu akiendesha gari akasababisha kwa kuendesha gari kule akafa mtu, anatakiwa afanye nini na nini? La kwanza nini? Kafara. La pili fidia. Sawa. Sasa la pili, swali la pili linakuja, kama imekuwa kwamba nafsi ya mwanadamu imelindwa, inakuja hali hii sasa. Asema tumekuja kwamba mimi nimesafiri nikagonga mtu ambaye kwamba nimemgonga mtu si Muislamu na anatoka kwenye dola si ya Kiislamu. Niliyemgonga si Muislamu na pia ametoka kwenye dola si ya Kiislamu. Je, hiyo inakamata hii sheria? Sheria yani, kwa sasa hivi tunavyoishi dola zote ni kama vile zinaishi kwa amani, kiachilia chache ambazo kwamba zinapigana, lakini tunapasema yani dola zote zina mkataba wa kuishi kwa amani, na ndio maana zinafunguliwa diplomatic relations, uhusiano wa kidiplomasia, kufunguliwa maofisi kwenye nchi zile, ndio hizi zinazoitwa nini, balozi. Watu wanashirikiana, kwa hiyo watu wanaishi kwa amani, na wale wanaogombana utasikia ubalozi wamefungwa, balozi hiyo yafungwa, basi watu hamna mawasiliano. Lakini hizi nchi zina mawasiliano mazuri. Nini hukumu yake? Yule uliogonga si Muislamu na anatoka kwenye nchi ambayo kwamba si ya Kiislamu. Hapa kinachoangaliwa si dini ya mtu, ni nafsi. Hapa kinachoangaliwa kwanza ni dini, ni nafsi, sio dini ya mtu. Kwa sababu yule mgonga maana ni nafsi, nini kilichokujulisha wewe huenda kabla ya kufa kwake ajisikie? Singeweza kusema. Kwa hiyo hakuna nafasi yoyote kumua sio kwa Muislamu, kwa kuwa sio Muislamu. Utakuwa na nafasi hiyo ya kumua pale anapokuwa anakupiga vita, muharib anakupiga vita, hapo utakuwa na uhalali wa kumua. Kwa hiyo utakapokuwa umegonga asiyekuwa Muislamu utalipa kafara, kwa hiyo ni haki yako ya nafsi yako kwa Mwenyezi Mungu, na utalipa fidia kwa watu wake. Fidia nayo kana baina wa baina almuslimina mithaq fatajibu diyatu wal kafara. Ikiwa kuna mithaq, yani nchi mbili zinakaa kwa amani, hazifanyiani uadui wowote, basi kafara na dia ziko pale pale. Sasa swali kama hilo limekuja tena,
mtu amegonga gari nyingine bila kukusudia. Wala huyu aliyegonga hakuwa labda ni mlevi, bahati mbaya tu, lakini ikafika mahali kwa kugonga ile gari, aliyomo ndani ya gari akafa, pengine mshtuko wa moyo, au bahati mbaya alipogonga akajigonga kichwa na sehemu ya gari. Si tumegonga yeye mwenyewe, kugonga gari yake. Baada ya kujulikana, baada ya kuchunguzwa, ikaonekana kwamba hiyo ametokana na kule kugonga gari yake. Maana inawezekana wakati fulani kugonga kule hakusababishi mtu kufa, lakini inaonekana huyu baada ya kuchunguzwa kwa kugonga kule ndio akafariki. Sasa bila shaka akapelekwa mahakamani akalipa fidia, lakini bado nafsi yake ilikuwa na wasiwasi, ana dhiki, mpaka hali yake ya kiafya imeanza kudorora. Mara nyingi linamkula kichwa hili jambo. Sasa nauliza, je, kumebaki kitu katika hili jambo ili likamilike? Nini kimebaki hapa? Kafara. Hata kama umelipa fidia, ile fidia kule kwa ule waliokufa, lakini wewe kosa lako la kusababisha kufa mtu iko pale pale. Kwa hiyo kafara lazima. Mzungu amesema, wama kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata, waman qatala mu'minan khata fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu, faman kana min qawmin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah. Hapa lakini pana kidogo maelezo zaidi. Kwanza, ukiwa utamgonga mtu ukamsababishia kufa, kuna mambo mawili. Utamlipia, utafanya kafara na utalipa fidia. Lakini ikiwa huyo uliyemgonga amekuwa ni mume, anaishi kwenye nchi ambayo kwamba inatupiga sisi vita, anaishi kwenye nchi ambayo kwamba inatupiga sisi kama Waislamu vita, nini kinachotakiwa kufanya? Kwanza, kafara ambayo kwamba ni haki ya Mungu ya wewe kutubu kwa Mungu kwa kuoza na kuua nafsi hayaondoki, ndivyo hayaondoki. Ama dia, hata kama huyu ni mume lakini anaishi na watu ambao kwamba wanatupiga sisi vita, hatumlipi dia. Maki sasa wanakupeleka silaha ikupige wewe mwenyewe. Sisi tumeelewana? Muona tofauti nini? Pamoja kwamba huyu ni mume, ikiwa hapo lakini ataishi kwenye nchi ambayo au akawa anaishi na watu ambao wanatupiga sisi vita, ama ikiwa ni musalima, wana amani na sisi, hatuna matatizo nao, vinasimama, vinathibiti vyote viwili. Na swali jingine anasema, swali, siku moja mtu anatoka na mtoto mdogo akatoka nyuma yake kumfuata babake. Babake alipomwona akachukua akampeleka chumbani na akamfungia nini, mlango. Sasa anatoka nje, bado mtu pita juu kule, mtoto analia, au ndani mtoto analia, fanya kazi hadi mbili. Kwa nini mtoto kafungia? Mtoto alia, akamfungulia. Yule mtoto intention yake ya kwanza itakuwa nini? Kumfuata yule aliyebaki, kazuiwa. Kwa hiyo intention yake kumfuata babake kule alikuwa, akamfuata
Yule bwana kumbe ni mtoto karudi nyuma kule kwenye gari kumfuata babake. Yule dhana ya uwepo wa mtoto haipo, akatia reverse, kurudi nyuma, kamgonga, kafa mtoto. Baba mtu kamgonga mtoto wake mwenyewe, kafa. Baba anauliza nini hukumu yake? Kwanza na kafara ipo, hamna? Ipo, sababu hata yule kama ni mtoto wake, lakini bado ni nafsi ya Mwenyezi Mungu. Kwani wewe unaweza kumuua mtoto wako? Huwezi kumuua mtoto wako, sio mali yako. Ile ni dhima, ni masuala tumepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwanza, kama kuna mtumwa wa kumwachia huo utamwachia, na hakuna ni kufunga miezi miwili kafara. Linakuja, je, kuna dia, fidia? Ipo, hamna? Ipo, hamna? Nani anasema ipo? Nani anasema ipo? Moja, mwingine, 2, 3, 4. Nani anasema hamna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nani anasema wale akina maana hawana? Naam, juu yake kulipa dia. Atalipa fidia, ataka ni mtoto wao, anapewa watu wake wa karibu, warithi wake wengine. Atapewa kama mama yuko warithi wake, kama tuseme tujaje, kama vile kafa kaacha mali, nani angerithi? Anaondolewa yule baba anamwacha tu, wale baki wanapewa. Kwa hiyo hata mtoto wangu utalipa fidia, baba kuwa na makini. Na sasa tunakuja lile swali moja lingine, anasema yule ambaye kwamba kabeba zaidi ya bega mmoja, ana watu 9, wawili wakafa, au na watu 20, 5 mwezi kwa tulinde salasa, wanakufa 5. Nini hukumu? Kwanza tunaanza kwamba tunakuja kwa kuwa kwako kwa bahati mbaya, lazima kuamuliwe bahati mbaya yenyewe, sababu wewe mwenyewe au umesababishiwa. Maana hapo umezungumza masuala kama basi, si ndio? Gari ya abiria umefanya hivi kwamba ni uzembe wako, hukumu itakukamata. Lakini wewe uko kwenye sehemu yako, spidi 80, mtu karofa tiki bila wewe kukuona, akaja akakugonga, wewe una sababu gani? Ulichosababisha wewe, kuna mtu mwingine atasababisha. Sisi tumeelewana? Hakika nje uwezo wako pale kutokuwa na nini, kutokuwa na dhima. Sasa kujua sababu ni yako, tunakuja kwenye swala la kafara. Maiti ni wawili, kafara moja, au kila maiti unampigia kafara yake? Kafara moja tu, unaua nafsi mbili, sio moja. Ni makosa mawili haya. Naam, sio moja. Utapiga miezi yote, utapiga ya kwanza, labda utaweza kuendelea kwa subiri, utapiga kwa pili. Sasa ukija kuwa 3, 4, 5, ndio ujue thamani ya roho, ndio ujue thamani ya nafsi. Unapoendesha kuwa makini, iwe dereva wa gari ya abiria, iwe ni wewe umebeba watu, ujue thamani ya nafsi.
sio mjinga. Utafunga wewe ukiwa watu 100 mara miezi miwili, miezi 200. Naam. Swali la mwisho inshallah la kufungia darasa, nini hukumu ya mwanamke ambaye kwamba alikuwa akiendesha gari dogo yuko na mamake, iko spidi karibu 120 140, sasa akapata ajali, mama kafa, apata ajali na mwanae hakuweza kustahimili, kafa. Nini hukumu ya mwanamke? Alikufa ni nani wake? Mamake. Naam. Kuna kitu gani? Kafara inakuwepo au hamna? Ipo au hamna? Haianguki. Nafsi ni haki ya Mungu. Kafara itaje? Dia, fidia. Atalipa au halipi? Ule mtoto kalipishwa. Je, huyu mtoto kalipishwa na ule unammiliki zaidi mtoto wako? Je, mamako unalipa? Utalipa? Kitu gani kingine kitatokea kisheria hapa? Naomba niwakumbushe kidogo hapa tunawatesti kidogo, mwakumbuka mambo. Ikiwa mtu kama huo limetokea kasababisha mamake kufa, atakuwa atalipa kafara na atalipa fidia. La tatu, nini litatokea? Au kuna hauna gani? Atakosa kurithi. Yule mama kama ana mali, huyu binti hatomrithi mamake. Tumeelewa hadha, wallahu a'lam. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan mu'ayyadan yasuma wa la tadafina wa min bainina shaqiyyan wa la mahuma. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa rihaqa qulubina wa min arhamina rahimin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu على الولد الذي يضيق على رحمتك الرحيم. صلى الله عليه وسلم.